Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Pastor Nathan Rotich, pastor wa kanisa la AIC Ngenyile Eldoret. Ninakualika katika kipindi hiki ambacho tunaita safari ya imani. Safari ya imani. Najua kila mmoja unajua kwamba kama Mkristo uko na safari yako. Lakini hii tumesema kwamba ni safari ya imani. Sisi wote ni waumini, tuko na imani. Sasa tunasema kwamba ni safari ya imani. Katika maisha yako utakuwa na safari yako, lakini sana sana ni nzuri kwamba sisi ni watu wa imani, lazima tuwe na safari ya imani. Katika safari hii ya imani kuna mambo mengi tutaweza kujifunza, lakini leo kuna jambo kubwa ambalo tunaita Mkristo katika mapambano. Mkristo katika mapambano ni neno ambalo tumeweza kuchagua tu, tukasema kwamba ni vyema tuweze tukajifunza leo kuhusu ni nini Mkristo anafaa kufanya katika mapambano yake. Kila mmoja uko na vita, kila mmoja uko na mapambano. Kila Mkristo, kila binadamu ako na mapambano katika maisha yako. Unajua kwamba kuna mapambano unapata katika maisha yako. Je, mapambano yako yanatoka upande gani? Ingine inaweza toka kutoka familia yako, ingine inaweza kuja kutoka watu wako wa jamii, wengine wanaweza toka majirani, wengine inaweza toka hata Wakristo wenyewe, na ingine hata zaidi inaweza toka kwako wewe mwenyewe ndani yako ambaye ni dhambi. Dhambi pia inaweza kuwa mapambano, kwamba unapata Mkristo anapambana vyema lakini kuna dhambi ambayo inasumbua. Paulo akasema mwenyewe, mwili wangu nimeweza kupiga vita, kwamba mwili wake hata alikuwa anapigana na mwili wake. Yaani kila mmoja ako na mapambano. Sijui mapambano yako ni aina gani? Nataka tuende mbele za Mungu tuombe ili tuweze tukajifunza mambo fulani, jinsi ya kufanya katika mapambano yako, katika maisha yako, katika shida, katika dhiki, katika changamoto, milima unafanya. Je, ni nini unafaa kufanya kama Mkristo? Tuombe. Baba, tunakushukuru siku ya leo, usiku huu njema. Baba, tunaomba Baba kwamba neno ambalo tunaenda kujifunza Baba iwe ya dhamana, iwe ya baraka katika maisha ya kila mmoja. Msikilizaji wangu Jehova ako na mapambano yake. Baba, uweze kumfungulia hata moyo safi, uweze kumfungulia hata akili ili aweze akaelewa haya mambo ambayo Roho Mtakatifu anaenda kutufunza. Tunaomba Roho Mtakatifu atawale kila jambo. Mwisho tutainua jina lako. Tunaomba yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Mkristo katika mapambano. Chukua muda uweze ukajiuliza mapambano yako ni gani? Ni nini ambayo unaona kwamba unapambana nayo? Ni nini ambayo unaona kwamba imekuwa msukosuko ambaye inajaribu kukutingiza? Hata Kenya saa hizi tuko na mapambano hii ambayo ni janga kubwa, ili janga ambalo tunaona kwamba imesumbua ulimwengu kwa ujumla. Ni mapambano ambayo dunia sasa ishapata mapambano mengine, mapambano mapya. Sasa ni swali kwamba ni nini ambayo tunafaa kufanya kama Wakristo? Paulo alisema nitaweza yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Yaani Paulo alikuwa anajua kwamba hako katika mapambano. Je, ni nini aliweza kufanya? Aliweza kutegemea Yesu Kristo katika mapambano yake. Je, wewe ukiwa katika mapambano yako, je, unamtegemea Kristo? Paulo mwenyewe akasema kwamba katika Korinto wa pili akasema kwamba atulegei, ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, ule wa ndani unafanywa upya kila wakati. Yaani akiwa mapambano akasema hata mapambano yetu ikituharibu nje, ya ndani itaweza kuwa upya kila wakati. Yaani aliweza kusema kwamba iwapo nje itaweza kuharibiwa, ama sura ambayo watu wanaona katika dunia, ama hata nje yetu inaweza kuharibiwa, ama hata changamoto ambazo tunapata ikiharibika, lakini akasema ule Mungu ambaye ako ndani yetu anaweza kutupatia nguvu kila wakati tuweze tukaonekana wapya. Leo tunaenda kuona jambo katika kitabu cha Ezekieli. Ukiwa pale nyumbani, fungua kitabu cha Ezekieli 37 mstari wa kwanza kuendelea. Hapa tunapata wana wa Israeli walikuwa wamepata vita, walikuwa wamepata mapambano. Watu wa Babylon waliweza kuja na kuweza kuwaharibu, wakaharibu na kuua watu wengi, na zaidi ya yote wakaharibu Yerusalemu. Kuharibu Yerusalemu, pia ndani ya Yerusalemu kulikuwa na hekalu takatifu wa Mungu, wakaharibu pamoja na hekalu. Ilikuwa mbaya sana, ilikuwa mapambano, ilikuwa vita dhidi ya shetani na hao watu wa Mungu, kwamba walikuja wakafanya kitu inaitwa destruction, walikuja kufanya hiyo uharibifu. Hiyo uharibifu ni kitu ambacho shetani anajulikana kwalo, kwamba hata Yohana 10 mstari wa 10 inasema kwamba mwivi aliweza kuja kuiba, kuharibu na kuua. Shetani ni mharibifu. Hata hao wa Babylon walikuja kuharibu Israeli na wakaharibu hata hekalu ya Bwana. Lakini nini ilifanyika? Ezekieli aliweza kupata maono fulani, kwamba Ezekieli anasema katika hii Ezekieli 37 kwamba Bwana akaniweka chini katikati ya ponde,
nalo limejaa mifupa. Ezekieli akapelekwa kwanza mahali ambapo yeye aliona kwamba imeharibika. Kwa muda fulani katika maisha yako unaweza pata kwamba umeona dunia ni kama imekukeukia, unaona watu wote kila mahali imekauka. Yeye Ezekieli akakuja kupata mifupa, na Biblia inasema kwamba ati hiyo mifupa haikuwa mifupa tu, lakini ilikuwa mifupa ambayo yalikuwa mikavu sana, yani ilikuwa imekauka sana, mifupa ambayo hayakuwa yanaonyesha nini, hawakuwa wanaonyesha matumaini, yani hakukuwa na matumaini ya uhai. Ezekieli analetwa katika ponde, badala ya yeye kuonyeshwa baraka, badala ya yeye kuonyeshwa mambo mazuri, badala ya yeye kupata ripoti nzuri, alipata ripoti mbaya. Ripoti ilikuwa kwamba alionyeshwa mifupa. Ilikuwa mbaya sana. Maono ambaye alikuwa yanaanza kwa njia mbaya sana. Aliweza kuona mifupa. Katika maisha yako unaweza patana kwamba umeona mifupa. Umeona kila kitu umekauka. Na hata baada ya wewe kuweza kuona hiyo mifupa, baada ya huyo Ezekiel kuona hiyo mifupa, hakuonyeshwa mifupa ambayo iko na nyama, alionyeshwa mifupa ambayo imekauka ambayo haikuwa na matumaini yoyote. Yani katika maisha ya mwanadamu unakutana na kona fulani ambayo mtu anasema kwamba nimepatikana katika kona fulani ambaye hakuna hata haja ya maisha. Mtu anasema hakuna haja ya kuishi. Watu wote unasikia kesho kuna ajali, na baada ya hiyo ajali, badala hata kuambiwa ajali huyo mtu anaelekea kupona, unasikia ameenda ICU. Yani baada ya mifupa unaanza kuonyesha ni mifupa ambayo imekauka mno. Yani huyu mtu aliweza kuonyeshwa hayo, alafu Mungu akamuuliza, Ezekieli, wewe mwanadamu, je, hii mifupa itaweza kupata uhai? Ezekieli akajibu, ewe Bwana ndiye unayejua. Ezekieli mwenyewe hata alishindwa kujua. Yeye akasema ni wewe Mungu tu. Kwa muda fulani katika maisha yako, au wakati mwingine katika maisha yako, unaweza kutana kwamba umepatikana kwa mahali ambayo ukiulizwa unasema mimi sijui, ni wewe tu Mungu unajua. Petro hata alifanya kitu kama hilo siku moja. Yesu alimwambia, unanipenda Petro? Yeye akasema ninakupenda. Ya pili akaulizwa, unanipenda Petro? Yeye akasema ninakupenda. Lakini ya tatu vile aliulizwa, wewe Petro unanipenda? Yeye akasema Mungu, wewe Yesu Kristo unajua kila kitu. Huyu ni Ezekieli ambaye aliulizwa, je, hii mifupa itaishi siku nyingine? Akasema ni wewe Mungu mwenyewe unajua. Kwa muda fulani au wakati mwingine katika maisha yako unaweza kutana kwamba uko katika kona fulani ambayo ukiulizwa utapona tena, unasema ni Mungu tu mwenyewe ndiye anajua. Hii ni kitu nzuri ambaye Ezekiel aliweza kufanya. Mungu akamwambia, sasa Ezekieli, nena uhai katika mifupa. Na Biblia inasema kwamba hiyo mifupa iliweza ikaendelea mpaka ikapata uhai. Kuna mambo manne ambayo tumeweza kujifunza kupitia neno hilo, kwamba kitu cha kwanza ambacho huyu Ezekiel aliweza kuonyesha, ama hata dunia ambayo inafaa kuonyesha, Mkristo anafaa kuonyesha matumaini, kumtumainia Mungu. Lazima ukiwa katika mapambano ya Mkristo katika mapambano yake lazima umtumainie Mungu hata pasipo na tumaini. Ukiwa pale unaandika ama unaweza kushika, uweze ukashika kwamba matumaini, lazima umtumainie Mungu hata pasipo na matumaini. Yani ikifika wakati ambapo unaona ni mikavu, unaona tu ni mifupa, na hiyo mifupa hata haina nyama, unaweza kumtumainia Mungu. Mtumainie Mungu hata dunia ikimkeuka. Bwana asifiwe sana. Dunia inaweza mkeuka Mungu. Yani kila mahali watu wanasema haitawezekana, lakini wewe kuwa na matumaini hata pasipo na matumaini. Yani kuwa kama Ayubu. Watu wote waliweza kuja kumuona Ayubu. Kila mtu anaona Ayubu ni mgonjwa sana. Ayubu alikuwa anafanana na ulimwengu wa sasa. Kila mahali ilikuwa mgonjwa, mpaka watu wanauliza, wapi huyo Mungu wako? Wapi huyo Mungu wako ambaye unamuita kila siku? Lakini ni swali ambayo Ayubu alijibu kwa kuendelea kuwa na matumaini hata pasipo na matumaini. Watoto wako wanaweza kuwa wamekupea hiyo mapambano ikuwe nyingi, wanakupea vita ikuwe nyingi, kwamba baba ama kila mtu anakupea vita. Ukitaka kuenda pale hapa unaona kwamba unapata rejection, lakini inasema kwamba kuwa na matumaini pasipo na matumaini. Unaweza pata huyo mtu alikuwa mgonjwa juzi, alikuwa nyumbani, akapelekwa hospitalini, na baada ya hospitalini akapelekwa ICU. Unapata kwamba matumaini inaendelea kufifia, matumaini inaendelea kuisha. Lakini kuna jambo ambalo tunajifunza siku ya leo, kwamba yule mtu kama Ezekieli aliweza kuonyeshwa mifupa ambayo alikuwa mikavu. Angekuwa mtu mwingine angekata tamaa na aondoke, lakini yeye aliweza kusimama na akaambia Mungu, ni wewe Mungu tu ndiye unajua. Haleluya. Inafika wakati katika maisha ya mtu ambaye unaweza kujiona kwamba hautaweza, lakini Mungu mwenyewe anakuambia siku ya leo kwamba utaweza na uweze ukapata matumaini kupitia yeye ambaye anakutia nguvu. Yani kuwa na matumaini, uwe na matumaini, umtumainie Mungu hata pasipo na tumaini. Cha pili ambacho huyu nabii ambaye anaitwa
Ezekieli aliweza kufanya ni kwamba aliweza kunena uhai katika mapambano yote. Yani ukiwa maisha yako yote wewe uweze ukanena uhai. Watu wameweza kunena kwamba watakufa, watu wananena mauti, lakini wewe nena uhai. Watu wanasema hautapona, watu wanasema huyo mtoto hawezi badilika, watu wanasema hautajifungua, hautazaa mtoto, lakini ambia kila mtu kwamba kuna jambo linatawala siku ya leo, kwamba mimi ninaweza hata kunena uhai pale watu wanasema hakuna matumaini. Bwana asifiwe sana. Unakumbuka kuhusu Hana, Penina na watu wote walikuwa nadhani kwamba huyu mama tu nikikaa tu hata hawezi akajifungua, lakini kuna jambo lilifanyika kwamba hata Hana aliweza kuomba, alikuwa na matumaini pasipo na matumaini, na aliweza kunena uhai katika hata kwa tumbo yake, akasema kwamba ataweza kuzaa. Yani aliweza kunena uhai katika maisha yako. Nena uhai. Kanisa lako, watu wanasema kanisa lako linaanguka, uliweza kuanza ministry juzi, ukaanza ministry, ukajenga kanisa, ukaanza kufanya vizuri, lakini kwa muda fulani ikaanza kuanguka. Ukaanza kufanya biashara yako, kufungua duka, ukafanya chochote, lakini kufika katikati ikaanza kuanguka. Watoto wako walionekana kwamba wanafaulu, lakini bahati mbaya wakaanza kuanguka. Watu wanasema hao wamepotea. Watoto wako labda wameingia katika dawa za kulevya. Watu wanasema hao hataamka tena. Waambie kwamba ninanena uhai katika jina la Yesu, kwamba Yesu mwenyewe ndiye uhai, kwamba Yesu kuna pumzi ya uhai, kwamba Yesu ataweza kutoa pumzi jinsi pumzi iliweza kutokea siku hiyo, na mifupa mikavu ikaweza kuishi. Haleluya. Kwamba maisha ya kila mmoja ambaye anasema kwamba siku ya leo ananena uhai, aweze akapata uhai katika jina la Yesu. Nena uhai katika biashara yako, nena uhai katika maisha ya watoto wako, nena uhai hata kwa yule mtu mgonjwa ambaye watu wamesema kwamba hataishi, lakini wewe unaendelea kunena uhai. Kitu cha tatu ambacho inafanyika ni kwamba mruhusu Mungu atawale mapambano yako. Katika mapambano yako yote uweze ukamruhusu Mungu atawale. Haleluya. Kwamba Mungu atawale chochote, hata kama ni mifupa ambaye amekuwa mikavu, ambaye hakuna matumaini, hata kama uko kona ambaye watu wanasema kwamba hiyo imekuwa ngumu, wengine wanasema imekuwa ngumu, haiwezekani tena, ambia itawezekana. Na mimi ninamruhusu Mungu aweze akatawala kila jambo ambalo ninafanya. Kitu cha mwisho ambacho tunaweza kuona ambacho iliweza kufanyika ni kwamba mshukuru Mungu kabla ya mapambano yako, ndani ya mapambano yako, na hata baada ya mapambano yako. Yani ukiwa katika mapambano, mshukuru Mungu hata kabla ya mapambano. Uwezi ukajua mapambano ya kesho. Haleluya. Endelea kumshukuru Mungu katika mapambano yako, hata kabla ya mapambano, ukiwa ndani ya mapambano, na hata baada ya mapambano. Bwana asifiwe sana. Tumeweza kuona mambo manne mazuri sana ambayo yaliweza kufanyika. Ya kwanza ni kwamba uweze ukamtumainia Mungu. Uweze ukamtumainia Mungu kila wakati, hata pasipo na matumaini katika mapambano yako. Mtumainie Mungu katika mapambano yako. Ya pili tukaweza kuona kwamba uweze ukanena uhai katika mapambano yako. Uweze kupambana na watu wa ukoo, watu wa jamii, watu wako, watu wa kazi, watu wanakuinukia. Ukiwa kazini, ofisini, watu wanakuinukia, wanajaribu kukususha, lakini endelea kunena uhai. Nena uhai katika huyo mtu ambaye watu wanasema anaanguka. Nena uhai aweze akaishi. Kitu cha tatu ambaye tumeweza kuona ni kwamba mruhusu Mungu aweze akatawala mapambano yako. Paulo alisema nitaweza yote kupitia Kristo. Yani aliwaachia Yesu Kristo aweze akatawala mapambano yake. Ya tatu ya nne ambayo ni ya mwisho ni kwamba mshukuru Mungu kabla ya mapambano yako, ukiwa ndani ya mapambano yako, na hata baada ya mapambano yako. Watu wengi wanasema kwamba unashukuru Mungu ukipata success, lakini mimi nasema kwamba ukiwa katikati ya mapambano, endelea kushukuru Mungu. Ayubu alishukuru Mungu kabla ya mapambano, ndipo shetani alianza kumuona, akaweza kupata hiyo changamoto. Alafu alipokuwa hata katika ugonjwa, alipokuwa ndani ya ugonjwa wake, alipokuwa hospitalini, alipokuwa kitu kama ICU, alipokuwa yote, aliendelea kushukuru Mungu. Watu wanasema atakufa, akashukuru Mungu. Lakini ya mwisho sasa aliweza kushukuru Mungu hata baada ya mapambano. Ndugu yangu, kaka yangu ambao unanisikia pale, Mungu aendelee kukutendea mema katika kila jambo. Katika mapambano yako wewe unajua mwenyewe, pambana, usipambane peke yako, pambana ukiwa na Yesu. Katika mapambano yako yote pambana ukiwa na Yesu. Siku ya leo kumbuka, Mkristo katika mapambano lazima aweze akatumainia Mungu hata pasipo na tumaini. Lazima anene uhai hata katika mapambano yake. Lazima amruhusu Mungu atawale mapambano yake. Na zaidi ya yote, Mkristo ambaye yako mapambano lazima aendelee kushukuru Mungu kabla ya mapambano, hata katikati ya mapambano, na hata baada ya mapambano. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, unaelewa mapambano yetu ambayo tunapitia kama Wakristo.
Tenda mema Jehova katika maisha yetu na katika maisha ya kila mmoja. Jehova, unajua msikilizaji wangu ambaye siku ya leo tunanena uhai katika maisha yake, tunanena uhai katika biashara yake, tunanena uhai katika maisha na jamii yake. Baba, uhai iweze ikatawala katika mapambano yote. Watu waweza kuona kwamba hawataweza, lakini tunasema kwamba tutaweza kupitia wewe ambaye unatutia nguvu. Yesu, endelea kutenda mema katika maisha yetu. Siku nyingine tukikutana Jehova, tutatukuza jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kwa yule ambaye unahitaji kupata namba yangu ili tuweze tukaomba pamoja, nambari yangu ni 0722 224 717, 0722 224717, 0722 224717. Utaweza kuongea nami, tutaweza kuomba pamoja na Mungu ataweza kutukuzwa milele na milele. Amen, amen, amen. Baba tusaidie.